Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimia kwa salamu ya Jamhuri ya Muungano. Kazi iendelee. Nguvu ya taifa, nguvu ya mashabiki. Nguvu ya taifa, nguvu ya mashabiki. Nguvu ya mashabiki, nguvu ya taifa. Nguvu ya mashabiki, nguvu ya taifa. Awali ya yote, leo tuko hapa tumetisha press hii, ndugu waandishi wa habari, katika kuombana shukrani, kuwaomba shukrani wananchi kwamba tumewashukuru sawa katika kujitokeza kwa wingi katika mchezo wetu ambao uliofanyika siku ya tarehe 21 katika uwanja wa KMC. Tunashukuru, mmetusupport sana, mlijitokeza kwa wingi katika mchezo wa watani wa jadi sawa, ambao uliandaliwa na group of influencers Tanzania Promotion ambao waliandaa mchezo ule. Tunashukuru sana, mlijitokeza kwa wingi na mchezo ulifana. Ila awali ya yote tutangulize tena shukrani zetu za dhati za Kamanda Mlilo kwa kutukubalia kuandaa tena mchezo mwingine ambao utakuwa kati ya Tanzania Sports Influencers ambao watakuja watapambana na jeshi la Tanzania ambao utakaofanyika katika viwanja vyetu vile pale KMC Complex tarehe 4 siku ya siku ya Jumapili. Mchezo huu utakuwa ni rasmi katika kuhamasisha vijana wote, wapenda michezo wote, watoto wao, wazee, kujongea katika uwanja wa KMC kuja kushangilia kushangilia mechi hii katika kutelekeza amani ya nchi. Kwa hiyo kikubwa sisi kama Tanzania Sports Promotion tumeandaa mechi hii siku ya tarehe 4 tukicheza na jeshi la polisi Tanzania katika uwanja wa KMC. Tunatakiwa tujitokeze kwa wingi katika ili kuja kufanya kuja kusupport mpira wetu wa Tanzania. Kingine tunachotaka ukizungumzia ni swala zima la mechi yetu ya timu ya taifa, kwa sababu lengo letu ni kuisupport timu yetu ya timu yetu ya taifa. Na leo kama mnavyofahamu, tarehe 27 timu yetu muda wa saa 2:30 ipo katika viwanja vya Morocco ikiwa inapambana na wasimu wetu watani wetu wa jadi, mashemeji zetu, timu ya taifa ya Uganda, ambayo mechi hii itakuwa ni mechi yetu ya maisha. Hii ni mechi yetu ya maisha. Ndio maana tunasema nguvu ya taifa, nguvu ya mashabiki. Nguvu ya taifa, nguvu ya mashabiki. Nguvu ya mashabiki, nguvu ya taifa. Nguvu ya mashabiki, nguvu ya taifa. Kwa hiyo tuombee dua wachezaji wetu na wengi tujitokeze katika TV zetu. Tuwe spiritually, tuwe na timu yetu. Ingawa physically tuko Tanzania, lakini kiroho tunatakiwa tuwe na timu yetu. Tuwaombee dua wachezaji wetu ili tuweze kupata matokeo ya pointi 3, kwa sababu mechi ya kwanza tulipoteza Nigeria, timu ilijituma. Kwa hiyo mechi hii ina umuhimu kwetu. Ndio maana tukasema mechi hii slogan yetu ni mechi ya maisha yetu. Kwa hiyo Watanzania wote tuwaombee dua wachezaji wetu na tujitokeze kwa wingi katika kuitazama mechi hii ili kupata mustakabali wa timu yetu kuelekea kwenye mechi ijayo. Mimi sina mengi, shukrani za dhati tunazipeleka kwa DC wetu. Kwa DC wetu Mr. Mpogoro ambaye ndio mlezi wetu na mtu mkubwa anayetupa sapoti katika kufanya katika kuelekea katika mechi hii. Na vile shukrani za dhati tunazitanguliza kwa Rais wa Dar City. Rais wa Dar City ambaye naye vile ni mmoja wapo wa watu ambao walitusapoti katika mechi ile iliyokwisha ya watani wa jadi. Sasa tunaelekea kwenye mechi nyingine. Usituchoke. Sisi ni wanao na we mlezi wetu, tutakuja kukuona kuelekea kwenye mechi hii. Kwa hiyo kikubwa sina mengi ya kuongea, bali kuna viongozi wangu naye wataongea. Mimi ni msemaji wenu, msemaji wa ma-influencer wote Tanzania, Abdul Shaibwega GB 64 almaarufu. Kwa hiyo namkaribisha katibu wangu naye aje aseme lolote. Akitoka katibu naye atakuja kumkaribisha mzee wetu, mzee wa ushauri, jitu kubwa, jitu refu, jitu lenye mipasi mingi. Leo mipasi mingi itaenda kupigwa leo ndani ya Morocco. Atakuja naye atazungumza, mtapata kumuona. Asanteni, nashukuru sana. Sitaongea maneno mengi sana sababu mimi ni mgeni kidogo, nimeteuliwa siku si nyingi. Kwa mwongeaji mkubwa hapa atakuwa ni naibu wangu ambaye ni bwana mzee wa Saluti. Kwa hiyo naombeni kila kitu ambacho nilikipanga niongee mimi ataongea mzee wa Saluti. Karibu sana. Nguvu ya mashabiki, nguvu ya taifa. Nguvu ya mashabiki, nguvu ya taifa. Nguvu ya taifa, nguvu ya mashabiki. Nguvu ya taifa, nguvu ya mashabiki.
Kwa majina naitwa Hassan. Katika taasisi yetu hii ni naibu katibu. Katika taasisi yetu hii ni taasisi ambayo imesajiliwa kabisa, ina maana tumeshapewa cheti cha ithibati na kuendeleza shughuli zozote ambazo zinahusiana na mambo yetu kufuatia miongozo ya BMT na miongozo ya serikali kutokana na jambo lolote ambalo tunaloliendea. Wazungu wana msemo mmoja, wanasema dance according to the tune. Cheza kulingana na ngoma yako inavyopiga. Sisi mliotuona hapa, sisi ni watu wa mpira. Ina maana ngoma yetu itaingia kwenye masuala ya mpira. Sisi ngoma yetu huwezi ukaiona sehemu tofauti na mpira. Ina maana mpira ndio inakuwa jambo kubwa sana. Michezo kwa maana namna moja ama nyingine, michezo kwa ujumla. Umoja wetu huu unahusiana na timu za taifa, sio za mpira wa miguu tu, basket, volleyball, sijui mpira wa kikapu, kuogelea, pete na kadhalika. Lakini watu wanaotaka kujiunga, tutatoa utaratibu ili watu wajiunge. Kwa sasa hivi kidogo tumesitisha kutokana na jamu imeshakuwa kubwa. Tutatoa tena utaratibu. Kwa mwanzo tunavyoanza ni mwanzo mzuri. Game ya kwanza ilikuwa ni game hiyo ya mashabiki wa Simba na mashabiki wa Yanga. Tulivyoona watu wameitika, msemaji wetu wa taasisi GB64 nadhani ameshatoka kuongea kwamba tunawashukuru wote kwa kutusupport. Lakini tukaona hapa kutokana na mechi za kimataifa sasa hivi AFCON inacheza, asilimia kubwa kuna mtu ni mlevi wa mpira. Pale ambapo haoni tukio lolote la mpira, inaona nafsi yake kama inaingia na unyonge na simanzi. Tukaona sehemu ya wapishi wengi mchuzi hauharibiki. Tukaona bwana, tuna mechi ya leo Taifa Stars inacheza, lakini baada ya hapo tutakaa tena kidogo, watacheza, lakini kutakuwa hakuna mechi yoyote. Tukaamua kwa sisi kwa kushauriana, tukaona kuna tija ya kuandaa mechi nyingine, ambayo mechi nyingine tutacheza na jeshi la polisi, kwa maana kwamba Jumanne Murilo kamanda ndiyo tumeenda kutaka baraka zake, tumeenda kuomba jambo hilo na yeye ametukubalia. Hivyo basi Watanzania, wadau wa soka, makampuni mbalimbali, tutavowatembelea kuhusiana na jambo hili, msituone sisi kama wauni. Hapana, hili jambo limebarikiwa na mamlaka zote limebariki jambo hili. Kwa hiyo tunaomba, tutapogonga mlango, tunapohitaji udhamini wa kitu fulani, kama una uwezo, unaweza ukafanya nini, ukatia mkono wako. Lakini cha kumalizia, mimi niseme kitu kimoja. Mimi ni mtu ambaye pia nilipitia jeshini. Kuna nyimbo tulikuwa tunaimba, naipenda mpaka nalia, naipenda Tanzania, naomba Mungu ailinde vema, amani tawale. Tazama kule Sudani, hawana amani, wanafanya ibada, silaha zipo mkononi. Kwa maana hiyo kwamba kupitia mpira tutatengeneza mahusiano mazuri kati yetu sisi na timu ambao tunaicheza nayo polisi, lakini kupitia mpira tutatengeneza mahusiano mazuri kupitia sisi na watu ambao wanaotutazama, maana wengi hawatokuja, wengi watatutazama kupitia runinga na watatengeneza kitu ambacho hapa tutasema kwamba kila mmoja wetu aweke kitu ambacho kinachoitwa tulinde amani yetu, tulinde tunasema kwamba tunalinda mustakabali wetu. Amani ndiyo kila kitu katika majambo yetu, haki, wajibu, amani, vyote hivi tunatakiwa tuvilinde. Nisiwe mchoyo wa fadhila, hapa tupo wengi, kila mmoja inabidi walau wachangie, lakini kikubwa cha zaidi ni kwamba tumekuja kuhabarisha umma wa Tanzania wote kwamba hili jambo
hili jambo ni jema, na kila mtu yoyote mwenye jambo jema, mtu asijenge notion kwamba mbona tu hawa hapa tu kila wakienda. Hapana, serikali wa taasisi inamkaribisha mtu yoyote ambayo mwenye nia njema na jambo lake kama litakuja litapitishwa, kila mmoja anaweza akabariki na kushiriki kwa ujumla. Kwa hiyo ndio maana mwanzoni nimesema, wazungu wanasema dance according to the tune, cheza kulingana na ngoma inavyopiga. Kwa hiyo sisi ngoma yetu inapiga kwenye mpira, tunaenda hivyo hivyo kimpira. Kwa hiyo nitaomba watu support, pia wadhamini mbalimbali watu support, wasioni ile mechi ndio imeisha. Hapana, tutapokuja kabineti ya viongozi kuomba msaada wa jambo fulani ili mechi yetu iende, iweze kuruka, iweze kuwa extra mile, tunawahitaji watu tofauti. Kwa hiyo mimi kwa hapo yangu naona ni hayo. Kikubwa tu zaidi tushirikiane katika waandishi wa habari, tusaidiane katika kufanya publicity ya mechi hii ambayo bado haijawa official, ila ni official zaidi pale ambapo nyie mtapotuunga mkono kwa ajili ya kutangaza jambo hili, kwa maana jambo hili ni jema. Hii ni michezo ina vitu vingi, inatengeneza mambo mengi, protection against disease. Kuna mtu ana kitambi leo hii, na mimi sijawahi kumuona msemaji, sijawahi kuona unacheza hii mechi, nataka nimuone. Mimi nataka nimuone pasi milioni yumo mle, nataka nimuone mzee wa maokoto, sinamuonaga pale, aje acheze Silva, kwa sababu Muliro alisema na yeye atacheza. Katika vitu ambavyo wamesema hii mechi kama mimi nitacheza, Muliro anasema kama mimi nitacheza na mimi nahitaji nyie hao, hasitaki mamluki sijui, mcheze nyie wenyewe ambao tunao wajua. Kwa hiyo ma influencers jiandaeni, hii mechi ni yenu na ni yetu sote, tuje tucheze, tufurahie, tufundishane kipi kizuri kipi kibaya, ili tuendelee kujenga umoja na mshikamano juu ya jamii yetu. Kwa hiyo niwakaribishe na wenzangu, na mzee wetu hapa ni mzee wa ushauri katika taasisi yetu, pia naye ana lake la kuongea, na yeye pia amkaribishe na mwingine pia, kila mmoja walau aweze kuchangia kitu ili tupate nani zaidi. Karibu sana ndugu yangu. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.